Jeshi la polisi nchini, kamisheni ya polisi jamii limewataka wakazi wa Geita kuacha tabia ya kuficha ushahidi pale watuhumiwa wanapokamatwa, kwani wanarudisha nyuma juhudi za kudhibiti uhalifu. Afisa wa kamisheni ya polisi jamii, kamishna msaidizi wa polisi ACP Elisante Ulomi, alitoa angalizo hilo kwenye mkutano wa hadhara wa wakazi wa kijiji cha Nyawilimilwa, halmashauri ya wilaya ya Geita. Mkutano huo ni mwendelezo wa kampeni ya siku 14 ya kufikisha elimu ya ulinzi shirikishi mkoani Geita, iliyoratibiwa na jeshi la polisi kwa ushirikiano na kampuni ya mgodi wa dhahabu Geita. Amesema bado kuna mwitikio mdogo kwa wananchi, ikiwemo wakazi wa Geita, kutoa ushahidi wa matukio ya uhalifu, ukatili na unyanyasaji, hali inayopelekea watuhumiwa wanaoshikiliwa kutotiwa hatiani. Rukwa. Polisi mkoani Rukwa wanamshikilia mwanafunzi wa kidato cha 4 kwa tuhuma za kumtupa mtoto mchanga chooni muda mfupi tu baada ya kujifungua. Kamanda wa polisi Shadraki Masija amesema Jumanne tukio hilo limetokea katika mji wa Namanyele wilayani Nkasi, ambapo mwanafunzi huyo mwenye umri wa miaka 18 alidaiwa kutokuwa na ufahamu wakati wa kutenda tukio hilo. Mtoto huyo kwa sasa yuko salama na amekabidhiwa kwa mama yake kwa ajili ya kunyonyeshwa, huku uchunguzi wa afya ya akili ukiendelea. Dodoma. Mbunge wa viti maalum Angelina Malembeka amemtaka waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Jelly Silaa kwenda Lulindi wilayani Masasi ili kujionea namna wananchi wanavyopata shida kupanda juu ya mikorosho na vichuguu ili waweze kuwasiliana kwa simu kutokana na kukosekana kwa mtandao wa uhakika wa simu. Ameyasema hayo jijini Dodoma akichangia mjadala wa bajeti ya ofisi ya waziri mkuu katika mwaka wa fedha 2025-2026. Aidha amesema kutokana na hali hiyo, wananchi wanalazimika kutumia mitandao ya simu kutoka nchi jirani ya Msumbiji. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso amesema wizara imejipanga kuhakikisha inatatua changamoto ya maji kutokana na ongezeko la watu katika jiji la Dodoma, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa wizara hiyo. Aweso ametoa kauli hiyo jijini Dodoma wakati wa hafla utiaji saini mkataba ujenzi wa mradi wa maji safi Nzuguni awamu ya pili, ambapo mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma DUWASA imeingia mkataba na mkandarasi Bahaji Construction Work wenye thamani ya shilingi bilioni 5.6. Mheshimiwa Juma Aweso amesema wizara hiyo haitakuwa kikwazo katika kuhakikisha wakazi wa Dodoma wanapata maji safi na salama. Mkurugenzi mtendaji wa DUWASA Mhandisi Aaron Joseph amesema mradi huu utatekelezwa kwa kipindi cha miezi 15, ambapo zaidi ya wananchi 123,023 watanufaika na mradi huo. Kwa upande wake, mbunge wa Dodoma mjini na waziri wa madini Anton Mavunde na mwenyekiti wa kamati ya maji na mazingira Jackson Kiswaga wamesema zoezi la utiaji saini huo ni sehemu ya utatuzi wa changamoto ya maji katika jiji la Dodoma kutokana na uhitaji wa huduma hiyo kwa baadhi ya maeneo yenye mgao. Itakumbukwa kuwa eneo la Nzuguni mpaka sasa lina visima 9 vilivyokamilika ambavyo vina uwezo wa kuzalisha maji wastani wa lita milioni 20 kwa siku, ambapo hadi kukamilika kwa awamu ya pili ya mradi huu itasaidia kuongeza hali ya uzalishaji maji kutoka lita milioni 81 hadi 90 kwa siku, sawa na ongezeko la 30% kutoka kwenye chanzo hicho. Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Dr. Doto Biteko wamewahakikishia mawakili wa serikali kushughulikia maombi yao, ikiwemo upatikanaji wa viwanja Dodoma na Arusha kwa ajili ya kujenga ofisi za makao makuu ya chama chao mkoani Dodoma. Waziri Biteko amesema hayo wakati akifungua mkutano mkuu wa mwaka wa 3 wa chama cha mawakili wa Tanzania katika kituo cha mikutano cha Jakaya Kikwete.
Awali mawakili hao kupitia rais wao wakili Amadeus Shayo waliomba serikali kuwapatia viwanja viwili Dodoma na Arusha kwa ajili ya kujenga makao makuu ya chama na vituo vya mafunzo kwa mawakili kupatiwa ruzuku ya shilingi bilioni 1 kuboresha maslahi yao na kuruhusiwa kutetea wateja na kupatiwa posho. Kwa upande wake, mlezi wa chama hicho na mwanasheria mkuu wa serikali Hamza Johari amemshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake katika kukuza chama hicho na kufanya mageuzi makubwa ya kiuchumi kupitia mabadiliko mbalimbali ya sheria na kuleta chachu ya ukuaji wa uchumi. Amesema malengo makuu ya mkutano huo ni kujadili masuala mbalimbali yanayohusu chama cha mawakili wa serikali Tanzania, kuangalia na kujadili maendeleo ya sekta ya sheria kwa ujumla na kuidadavua dira ya mwaka 2050 ya taifa na kuona wanajipangaje katika kuchukua nafasi yao stahiki kama mawakili wa serikali Tanzania. Kauli hiyo ya mkutano ni utawala wa sheria katika utekelezaji wa majukumu ya serikali ni nguzo muhimu katika kufikia malengo ya dira ya taifa ya maendeleo mwaka 2050. Morogoro. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia Profesa Adolf Mkenda amewataka watumishi wa wizara hiyo kuhakikisha wanasimamia kikamilifu utekelezaji wa sera ya elimu na mafunzo toleo la mwaka 2023. Profesa Mkenda ameyasema hayo mkoani Morogoro wakati akifungua mkutano wa 35 wa baraza la watumishi wa wizara hiyo na kuongeza kuwa sera hiyo inalenga kuleta mageuzi ya kimfumo katika sekta ya elimu kwa kutoa maarifa na ujuzi unaohitajika katika karne ya 21. Ameongeza kuwa kupitia mikondo miwili ya elimu ya juu na elimu ya amali, wanafunzi watapata fursa ya kuchagua njia inayowafaa kwa maisha na taaluma zao. Dar es Salaam. Serikali imeendelea kusisitiza umuhimu wa kuongeza thamani kwenye madini ya vito kama hatua ya kuongeza pato la taifa na kutoa ajira kwa Watanzania. Akizungumza na meja wa idara ya madini ya vito Matokeo Simba, amesema madini ghafi huuzwa kwa bei ya chini, lakini yakichakatwa kwa teknolojia ya kisasa thamani yake huongezeka maradufu. Ameeleza kuwa kuongezeka thamani ya madini kunahusisha kuyakata, kuyaainisha na kuyafungasha kwa viwango vinavyokubalika kimataifa, hatua inayoiwezesha Tanzania kunufaika zaidi katika soko la dunia badala ya kuuza madini hayo yakiwa ghafi. Aidha, amesema serikali inaendelea kuhamasisha uwekezaji katika viwanda vya usindikaji na kutoa mafunzo kwa wachimbaji ili kukuza ujuzi wa ndani. Hatua hiyo, amesema, inalenga kujenga uchumi imara unaotegemea rasilimali na ubunifu wa wananchi kwa ujumla. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka GMC FM Radio mchana huu, na sasa zifuatazo ni habari za kimataifa. Kinshasa. Hali ya utulivu imerudi katika kijiji cha Kavumu wilayani Kabare baada ya vurugu zilizoshuhudiwa kati ya wapiganaji wa Mai Mai na wazalendo na waasi wa M23 wanaodai kuungwa mkono na wa Rwanda. Mashirika kiraia ya eneo hilo yanazungumzia kuhusu vifo vya watu wasiopungua 7 wakiwemo raia 5 na watu waliojeruhiwa na utibiwa katika vituo vya afya vya Kavumu. Wapiganaji hao wazalendo walijaribu kuuteka uwanja wa ndege wa Kavumu kwa dakika chache kabla ya kutimuliwa kwa nguvu na vikosi vya M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya asasi za kiraia, wazalendo walijaribu kuuteka uwanja wa ndege baada ya waasi wa M23 kuwahamisha askari wake ili kuongeza idadi yao kuelekea vijiji vya Katana, Kabamba katika wilaya ya Kabare hadi Kasheke na Lemela katika wilaya ya Kalehe. Mapigano mengine makali kati ya M23 na wazalendo ilitokea hivi karibuni Jumapili huko Buhale katika wilaya ya Warungu, ambapo magari na nyumba zinazoshukiwa kuwahifadhi M23 zilichomwa moto
na wazalendo katika eneo linaloitwa Mshango. Wiki iliyopita mashambulizi mengine wazalendo dhidi ya mji wa Goma ilisababisha watu wasiopungua 50 kupoteza maisha. Taarifa ya gavana wa Kivu Kaskazini chini ya utawala wa M23 ilisema kwamba wazalendo hao walisaidiwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Washington DC. Chuo kikuu cha Harvard kimekaidi matakwa ya utawala wa Trump kikiyataja kuwa kinyume cha sheria na katiba. Columbia chasema baada ya uhuru wa kitaaluma hauna mjadala. Maofisa Blackstone Stanford wameunga mkono Harvard. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kukiondolea chuo hicho cha Harvard hadhi ya kutolipia kodi baada ya taasisi hiyo kukataa matakwa ya serikali ya kufanyia mabadiliko sera zake za kitaaluma, ikiwa ni pamoja na kusitisha programu za utofauti na ujumuishaji. Harvard ilisema matakwa hayo yanakiuka katiba na uhuru wa kujieleza, huku ikisisitiza kuwa imekuwa ikipambana na chuki dhidi ya Wayahudi bila kuathiri uhuru wa wanafunzi kuandamana kutoa maoni yao. Jerusalem. Shambulio la angani la Israel limepiga lango la hospitali ya Kuwait katika eneo la Muswai. Gaza ilisababisha kifo cha mhudumu wa afya na kuwajeruhi wengine 9 wakiwemo wagonjwa waliokuwa wakitibiwa. Hospitali hiyo iko katika eneo lililohifadhi maelfu waliokimbia mapigano. Wakati huo huo, Hamas imedai kupoteza mawasiliano na walinzi wa mateka wa Israeli Marekani Edan Alexander baada ya eneo alilokuwamo kushambuliwa. Katika mazungumzo na rais wa Macron wa Ufaransa, Netanyahu amesisitiza kupinga kuundwa kwa taifa la Palestina, akidai kuwa ni zawadi kwa ugaidi. Wakati mashambulizi dhidi ya hospitali yakiendelea, Israel imekuwa ikidai kuwa Hamas hutumia vituo vya afya kwa shughuli za kijeshi, lakini wahudumu wa afya wamesema madai hayo hayana msingi. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya Gaza, watu zaidi ya 51,000 wamepoteza maisha huku makumi ya maelfu wakiendelea kukimbia mashambulizi. Vita hivyo vilianza Oktoba 7, 2023 baada ya Hamas kushambulia Israel na kuua takribani watu wapatao 1,200 na kuwateka zaidi ya watu 250. Idadi ya mateka waliobaki Gaza ni 59 huku 24 wakiaminika bado kuwa hai. Na vijana wawili raia wa Ubelgiji wameshtakiwa jijini Nairobi baada ya kukutwa na maelfu ya siafu katika kile ambacho Kenya inasema ni sehemu ya mbinu ya usafirishaji haramu wa spishi ndogo zaidi zisizojulikana sana. Vijana hao Lainoy Davis na Sipa Dewijik wenye umri wa miaka 19 walikamatwa Aprili 5 katika kaunti ya Nakuru wakiwa na siafu 5,000 waliohifadhi kwenye mirija ya maabara, wakidai walikuwa wanazikusanya kwa burudani bila kujua kuwa ni kinyume cha sheria za Kenya. Na katika kesi hiyo nyingine tofauti, Mkenya Dennis Ng'ang'a na Vietnam Du Hoang Huyen pia walifikishwa mahakamani kwa mashtaka sawa baada ya kukamatwa na siafu 400. Shirika la huduma za wanyamapori la Kenya KWS linasema washukiwa walihusika katika biashara ya kusafirisha siafu hao kwenda Ulaya na Asia, hali inayoonyesha mabadiliko ya biashara haramu kutoka kwa wanyama wakubwa hadi viumbe wadogo muhimu kiikolojia. Serikali ya Kenya imesisitiza kuwa usafirishaji huo haramu unakiuka haki za nchi juu ya bayanuai yake na kuhatarisha faida za kiuchumi na kimazingira kwa jamii za wenyeji. Mwisho wa GMC lo habari. Kabla ya kuhitimisha taarifa habari mchana huu, huwapa tena muktasari wake.